Sisi tumejipanga kwenye kufikia dabi hii. Ni kwamba moja kwa moja tulikuwa tunategemea hili jambo linalokwenda kuamuliwa juu ya uahirishwaji wa hiyo dabi na kuipanga upya, kwa sababu tulikuwa tuna malengo. Huu mchezo sisi ndio wenyeji na malengo na madhumuni ni sisi. Kwa maana hiyo sasa tulikuwa tunajipanga juu ya hicho ya tarehe rasmi, na baadaye kuja kwamba tarehe ni tarehe 25, japokuwa itakuwa ni siku ya kazi za maofisini, lakini huwezi kuamini mpaka sasa hivi tuna kosta ya tatu inakwenda kujaa kwa ajili ya game hiyo. Kwa hivyo tunaamini kwamba tunakwenda kucheza dabi hii na tunakwenda kurudi na matokeo chanya, matokeo yatakaoongeza pointi 3 muhimu ambazo tulikuwa tunategemea kuelekea kwenye ubingwa wetu wa ligi ya kitaifa. Tuna fainali 2 na hii tumejiandaa haswa na tuko makini na tumekusudia. Tuna fainali 2. Fainali ya kwanza ni hii ya kukutana na huyu bwana Simba. Huyu bwana tunataka kwenda kumuonyesha mpira unaochezwa bila makandokando, mpira wenye ufundi, mpira bora kabisa, mpira wenye mwalimu, mpira wenye uwekezaji bora, mpira wenye viongozi madhubuti ambao wanaweza kusimamia mpira wa miguu na ukachezwa na ukaleta burudani. Tunataka tukawakande goli za kutosha kabisa, kwa sababu tunaamini kabisa, kama mimi binafsi na mashabiki wenzangu wa Yanga tunaamini kabisa Kolo hana kikosi bora cha kuifunga Yanga. Hana hicho kikosi. Kikosi bora kipo ndani ya wananchi wa Jangwani. Vile vile watu mwitikio kwa ajili ya safari hiyo kusapoti ni mkubwa, na mwitikio ni makini. Naendelea pia kuwapigia wanayanga wale ambao wako mkoani kwetu wa Arusha na hata Kilimanjaro, na wale wa Babati, Manyara hii wanaotaka tuungane pamoja. Nafasi bado zipo. Tukiondoka kwa msafara mmoja ndio inapendeza kuliko kuondoka kwa Manyara wakazunguka. Tungepita hapa mjini Arusha moja kwa moja kuelekea Dar es Salaam. Hii inavutia zaidi na inaleta hamasa kubwa zaidi. Hivyo wanayanga wajitahidi na wajitokeze, wale wenye nia na hamu ya kwenda kushuhudia namna gani tunavyokwenda kukaribia zaidi ubingwa, basi wajitokeze, sababu bado sisi mpaka sasa hivi tunajiita ni mabingwa watetezi. Hata hivyo aliyoko nyuma yetu tunamwacha kwa pointi 1. Hili ni jambo kubwa. Yameweza kutekelezwa kwa 90%. Na hapa imebakia hizi 10% tu za utekelezaji, kulingana na kwamba tulikuwa tunalalamika kwa kipindi kirefu. Na ikumbukwe timu ya wananchi Yanga African Sport Club, hii timu ina historia ndefu sana na ni kubwa historia hii, ambao inabeba mpira wa Tanzania kwa miongo mingi, kuanzia miaka ya 63 kule, 62 ile 65. Hiyo timu imekuwa ni timu miongoni mwa harakati za kugombania uhuru wa mataifa mbalimbali ya nchi tofauti ikiwemo Tanzania, na ilifanikiwa hivyo. Inamaanisha hata hili jambo lilipokuja tulikuwa tunaanza kulikemea tokea miula 3-4 iliyoisha, na hii kupata matokeo ya ubingwa wa msimu 3 mfululizo, hii haikuja kwa bahati mbaya. Ilikuja kwa sababu tulikuwa tuna kikosi imara na bora zaidi ambacho kilikuwa kina uwezo wa kutupatia matokeo haya. Lakini ingelikuwa sio kikosi bora na imara, ungekuta makando haya ambao ndo haya yaliokuwa yanatengenezwa kwa msimu huu ya kuandaliwa bingwa, tungekuwa tumeangukia pua. Lakini bado tuko imara na tunaamini kabisa tunakwenda kuwa mabingwa tena wa nchi kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Na kina Mguto pamoja na Kasongo walichangia kwa asilimia ngapi kudidimiza pia baadhi ya timu kwenye ligi yetu? Maana mlisema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaenda nyia mridhishi navyo kama Yanga. Ndio maana yake nikasema sisi ni wakombozi, na sasa tumekuja kuikomboa tena ligi kuu ya Tanzania, au mpira kuusimamisha kwa watu wanaojua mpira. Tunaona makosa mengi yanayofanywa kwenye vilabu vya chini na vilabu vya juu vinabebwa. Ukiangalia mfano hata mechi ya Mashujaa, uliona mechi ya Mashujaa imechezwa kwa dakika kede, makosa mengi, alafu unaona referee wa mechi anafungiwa miezi sita ni pamoja na kusimama kwa ligi baada ya ligi kuisha. Unaona ni vitu vya ovyo na ni vya ajabu ambavyo vinafanywa. Yani tunapelekewa sisi kama watoto wadogo, unabembelezwa peremende huku unaumia. Unaona bwana, hichi ndio kitu ambacho tumekikataa abadan, tumegoma, hakitaweza kuendelea tena
ndani ya taifa letu la Tanzania. Mpira uchezwe, mpira wenye uwekezaji, mpira wenye gharama, watu wanaweka pesa nyingi sana, alafu chezea maono ya watu haipendezi kwa kweli. Kwa hivyo tuko kwa ajili ya kusajili wachezaji bora na tupate matokeo bora na mpira wenye burudani. Sio tuko kwenye kusajili wachezaji wa saizi ya kawaida alafu unapatiwa bebeo na watu wa ovyo ovyo tu kama kina Sasi na kina yule smart boy sijui nani. Watu wa ovyo kabisa wanachezesha mpira wetu wa Tanzania, jambo ambalo haliwezekaniki, sio jambo jema. Na mlipendekeza pia Kidau ajiuzuru ambaye ni katibu wa TFF. Ndio maanake nilikwambia tuna 90% ya matakwa yetu kukamilika. Kwa hivyo ili kufika 100 bado kuna matokeo yanatakiwa yatendeke. Mna mechi kesho. Yes. Mna mechi dhidi ya Tanzania Prisons ya ligi kuu. Ni mechi ambayo ipo kwenye ule msururu wa Yanga kuelekea ubingwa ligi kuu ya Tanzania bara. Hii mechi unaitazama vipi? Hii mechi ni ngumu sana, lakini na sisi pia tunakwenda tukimheshimu Tanzania Prisons kwa udogo wake, lakini tunamheshimu. Tunakwenda tukimheshimu sana, lakini tunategemea kupata matokeo bora zaidi kupitia kikosi chetu ambacho ni imara. Ni mechi ngumu, lakini tumejiandaa, tumejipanga, wachezaji wako physically fit. Inamaanisha kwamba tuna uhakika wa kupata pointi 3 muhimu ambazo zinatuelekeza kupata ubingwa tena wa nchi kwa msimu huu. Na kwa kumalizia kuna baadhi ya wanachama wa Simba pia wanalalamikia kuhusiana na hiki ambacho kimetokea kwa viongozi wa bodi ya ligi kujiuzulu pale, kuachia nafasi, wakisema kwamba ni kama ni kama kuna baadhi ya timu ambazo zimejichukulia sheria au zimejichukulia nafasi yao, au mashabiki wa Simba wanawajibuje? Tafakuri zao ni tafakuri tu, lakini ni tafakuri za ovyo na ni tafakuri za watu waliokata tamaa, watu ambao hawana misimamo kwenye jambo lao. Mimi nazungumzaga siku zote, mimi sio msemaji wa Simba, lakini unaona maovu mengi wanaoyafanya wao na ukiukwaji wa kanuni zao wenyewe bila wao wenyewe kuona kwamba wanaathiri kiasi gani uwekezaji wao. Mfano tu uko wazi. Juzi watu wameitwa kwa ajili ya usuluhishi wa kupanga mpira wa burudani, lakini sisi wananchi tumekwenda kufuata protocol. Amekwenda mtendaji mkuu, amekwenda makamu wa rais, akaenda yani huu upande wa wananchi, upande wa wananchi ambao sasa ndio wenye timu yao, amepatikana Arafat, akapatikana na Mtime, lakini upande wa mwekezaji wa bodi ya wakurugenzi amekwenda Galib Said, unaona bwana. Lakini sasa kitu kidogo ambacho kilikuwa kinahitajika, anaenda Mangungu na watu wa Masa, watu wanaocheza ngoma za kujidondosha, watu wanaofanya vitu vya ovyo na kutoa matamko mabaya wakati wa mpira wa dabi, ambao sasa unaweza kushangaa, huyu alisema nimenyewa mavi juu ya bati, leo unamkuta ndo anakwenda kwenye ofisi ya rais na anakwenda kuidhinisha. Sasa wanapindukana. Je, kama Mangungu amesimama upande wa wanachama wa Simba, nani alisimama kwenye bodi ya wakurugenzi? Hakuna. Wakina Sano na yule ustazi, hivi kweli hivi vitu kweli ni sadakta? Huu ndio unaambiwa kwamba akili kubwa haiwezi kuongozwa na akili ndogo. Hicho ndicho kilichowatokea wenzetu, na ndio sasa wanashikana uchawi, wanashindwa kutoa tamko watashiriki au hawashiriki. Na sisi imekuja kwa upande wetu, tunawangoja, bado tuna kiu nao. Hata wakati wote sisi tukaamshwa tukiwa tumelala, bado Simba hana kikosi. Narudia, hata kama tumelala, hatujafanya mazoezi wiki, bado Simba hana kikosi cha kuifunga Yanga. Zile safari watu watashuhudia zile goal on target zao, wasipate hata ile kujaribu moja hawatapata.